Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, kwa YouTube ni Aznas Media. Tafadhali subscribe, comment, like na kushare. Katika mitandao yetu ya kijamii ni Aznas_media. Wagwan everybody, Wagwan East Africa, Wagwan Bongo Dar es Salaam. Mimi naitwa Chumvi the Baddest, presenter Steri Mnyamwezi nilobaki mjini. Hii ni Aznas Media. In front of you niko na gwiji la hip hop na gwiji la bongo flavor at large. Anaitwa Chidi Benz this time around. Point ya msingi ni kwamba nataka tuzungumzie kuhusiana na tuzo za Aznas Africa Hip Hop Awards ambazo zinafanyika mwaka huu November. Brother, karibu sana Aznas Media. Asante sana. Bana, heshima yako bro. Asante sana. Kwanza, it has been my first time kufanya interview na wewe brother. Na point ya msingi ambao unataka kushare idea na wewe na uwajuze watu ambao ni wapenzi wa muziki wa hip hop ni kuhusiana na tuzo za Aznas Africa Hip Hop Awards ambazo zinafanyika mwaka huu November. Vipi, wewe una nini cha kuongeza kwanza kuanzia katika hiyo idea ya tuzo zenyewe ambazo zinafanyika mwaka huu? Idea ni nzuri, na mimi ninavyoona chochote kile ambacho kinafanyika kwa ajili ya kitu kizuri kifanyike tu. Okay. Kwa sababu kuna watu ambao hawafanyi vitu vizuri. Kuna watu wanafanya vitu vibaya. Kwa hiyo kama kitu kama ni hicho na kinafanyika na ni kizuri, mimi nasema sawa, nasubiri kuona kinafanyikaje. Brother, wewe ni tukiangalia kwenye tuzo ambazo zilikuwa zinatoka hapa Tanzania, hususan kuhusiana na muziki na hip hop kwa ujumla, wewe ni moja kati ya watu ambao mimi nilikuwa mdogo sana, lakini nilikuwa nashuhudia wewe ukizichukua tuzo back to back. Ulizichukua tuzo za hip hop, nyimbo bora ya hip hop, ukachukua msanii bora wa hip hop Tanzania. And this time around these tuzo zimerudi. Unahisi kama zinaweza zikaongeza chachu kwenye muziki wa hip hop ukilinganisha na kipindi kile wakati unazichukua hizi tuzo? Kama wakiongeza hiyo chachu wenyewe. Wakiongeza hiyo chachu wenyewe, maana itakuwa kuna chachu imetokea wanavyosema, na wakiongeza idea zingine na wakiongeza vitu vingine, watulie waangalie zile zilikuwa vipi. Unajua lazima muangalie mwenzio alifanya vipi ili wewe uboreshe zaidi. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinafanyika mimi kwangu naona kizuri. Sioni kwamba kuna sababu ya kusema eti kuna hivi black and white. No, mimi naona kama vitu viko sawa, vitu vifanyike tu, na sisi tunashukuru kwa sababu havifanyiki. Kwa hiyo sasa akitokea mtu anayefanya, lazima useme kwamba mwache huyo afanye. Yes. Bana brother, wewe umekuwa ni idol ya watu wengi na umekuwa ukituinspire wengi. Mimi apart from being a presenter, mimi ni rapper ambaye wewe umeniinspire mimi. Yaani wanaonifahamu mimi wanajua kwamba wewe umeniinspire. I've been seeing you toka niko mdogo, nimeingia kwenye industry, ups and downs. Leo tuko hapa tunapiga story. Now brother, kwa upande wako wewe, ni kipi ambacho kimekuwezesha wewe kumaintain mpaka leo? Wamekuja wengi rappers, wameondoka, wamefeli. Love tu. Ukiwa una love na ambao automatically unayo ndani, inakufanya una maintain, kwa sababu kuna watu, huyu atakuja atakwambia hivi bwana, mbona unazingua bwana. Huyu atakuja atakwambia bwana, kuanzia kesho tuanze kufanya hiki. Huyu atakuja atakwambia bwana, mbona mimi sitaki hivi, tufanye hivi. Kwa hiyo ukiwa na love na watu pia wanakuwa na love na wewe. Sio wote, lakini katika wale wote wachache utawapata kwa wewe, kutokana na kitu chako ulichokuwa nacho kinakuwa ni kitu ambacho kinakusukuma sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo just love tu. Brother, wewe una neno gani kwa hawa rappers wa sasa hivi ambao ni new generation? Wewe umetoa goma lile pale Dar es Salaam stand up, linakaa tu pale. Hao vijana wengine design kama wanafeli kufanya kitu kaa hiyo ikakaa pale. Mfano ukizungumzia ngoma ambayo ulifanya na Mzee Yusuf, ni ngoma iko pale, yani haiji kushuka. Hao new generation kina sisi tunafeli wapi bro? Maneno mengi, punguzeni maneno mengi. We talk too much. Mnaongea sana, alafu mnashindwa kupata hit. Unajua unavyoongea sana, alafu mtu akikuuliza wewe hit yako nini? Unajua yani unaweza kuongea sana, alafu ukaona kama mimi baadaye, yani unaongea mpaka baadaye unaona mimi wa kawaida. Wakati unajisahau wewe ulikuwa shule, mimi naimba. Tumeelewa bwana. Alafu mimi na hit zangu nikienda nchi yoyote, sio mkoa, sio mkoani, nchi yoyote watu wanaimba ile ngoma. Kwa hiyo wewe uone mimi kama nimefanya kitu, yani wewe unaona mimi nimekosea, ama unaona tena zamani ulikuwa shabiki yangu, sasa hivi umekuwa kidogo
umekuwa shabiki wa mtu mwingine, sasa unaanza tena kuniona mimi sio tena. Yani hicho ndio tunachokosea. Yani wengi mmekuwa katika hii generation yenu mnatusikiza sisi. Msiseme mko masikiza wale wakina Sugu wakina Profesa. Wale mimi mwenyewe niko nawasikiliza wao. Mimi zaidi tulikuwa tunawasikiliza. Mimi niko nawasikiliza wao. Sasa wewe tena umekuja kwa generation hii kwa msikiza Chidi na nini hapa katikati Fit Q na nani. Sasa hivi tena unaanza unamdis tena video, unamdis Chidi, unamdis nani, una yule Meusho. Yani huo ndio ujinga ambao mpo nao. Kwa hiyo ndio maana hilo ndio ukisema ni washauri vijana wa sasa hivi ni hivyo, wanatoka they talk too much. Hauna hit kubwa. Ukinitukana mimi, wewe nitukane unavyosema wewe. Lakini mimi nikisimama pale na hit song zangu ambazo napiga nchi dunia nzima, sio Dar es Salaam. Dunia nzima watu wanaijua ile. Na wewe kwa kizazi hiki wewe umekuwa kwenye kizazi changu, hujakuwa kwenye kizazi cha hao unaosema wewe unawaangalia. Kusikiliza sawa, umewasikiliza, si nyimbo zao zipo. Lakini hujakuwa kwenye kizazi hicho. Ndio maana mimi wanasema ni mfano labda mtu useme eti mimi nasikiza Run DMC. Run DMC mimi mwenyewe sijawasikiliza mjomba. Sio unielewa? Run DMC mimi sijawasikiliza. Wewe leo umekuwa una hip hop yako, ulifollow Run DMC, unajua EPMD nao bwana unadanganya bwana. Wewe umekuwa unasikiza kina Chidi Benz, kina Mangwea, kina nani. Sasa nao umetoka tena unatuna sisi tena Meusho, unaanza kutengeneza kwamba uko unasikiza toka wrong time sio. Mimi ngoja niko nasikiza HBC unajua. Unajua mimi niko nasikiza no brother, come on bwana, acha Meusho. Sasa maneno mengi ungefungua ndio nafelisha na unashindwa kupata hit song. Umeona? Baada ungepunguza maneno mengi, uhangaike ufike. Mimi binafsi nilikuwa na chana yani nini sasa hivi atamchani. Nilikuwa na chana na albamu na nyimbo nimeandika kama 5,000 hivi, lakini baadaye nikafikiria nikasema natakiwa nitengeneze ngoma ambayo iwe hit na mimi nianze kupata hit, nipate show, niangalie namna kufanya, nianze kuingiza Vicenti. Ndio nikaanza kufanya makolabo na wasanii hawa kuimba ambao nyinyi mnawasema wanaimba, mimi nina collab nao na ndio hao collab nao ndio linitoa nikaonekana sasa kitu. Lakini wao wengine wapo unajua, huyu anachana long time unajua. Lakini sasa baada ya kukola kwa mstukane watu, fanya kazi yako. Fanya kazi yako, tengeneza muziki wako mzuri basi. This time around kizazi chetu kama unavyosema too much wedding, mambo ya kuchanana wanachanana sana. Na makatasi yenyewe. How do you see this? Hii inachangamsha hip hop au ni no. Ni kitu kizuri. Ni kitu kizuri. Na sasa hivi dunia imebadilika. Siwezi kusema eti nilivyokuwa nafanya mimi na sasa hivi hao vijana wafanye hivyo. Hapana, umeona? Wafanye hivyo, lakini tu jitengenezee hit zako, ngoma zako ambazo zikuletee biashara. Tuone matangazo, show yako peke yako wewe, bango lako Singida leo fulani atakuwa hapa kuanzia kiingilio 20,000 unaona yes. Kesho nione tena Musoma fulani takuwepo hapa kiingilio 40 naona yes. Sasa sio eti mpaka muwe 9 10 ndio mzunguke mfanye biashara. No, mimi sifanyi hiyo, mimi nazunguka mwenyewe alone. One man army. Bana brother akatoa madini kibao. Bana new generation talking too much inapoteza. Mimi nimepata madini kutoka kwa brother, lakini pia umesema sababu ile kufanya maintain it's just love. Ukiwa na love mambo yanafunguka sana. Brother, wakati tunaelekea kumaliza hapa mwishoni, I can see your tattoo, kuna mkono wako kulia kuna DMX na voko yako. Hiyo achana nayo. Tuachane nayo. Alright. Ipo kihisia zaidi. Mimi naishia hapo na brother. Bana mimi naitwa Chumvi the baddest right here. Hii ilikuwa ni Aznas Media. My brother was here, Chidi Benz. Yeah. Bye bye for now. Aznas Media.